Benki Kuu inatimiza miaka 60. Leo mmeshiriki na sisi kugeuka nyuma, kuona namna gani tunaipeleka Tanzania yetu katika miaka 60 tena ijayo. Tunawashukuru, tuwapigie makofi sana. Mmegeuka nyuma pamoja na sisi, pamoja na wanafunzi na makampuni ya usafi na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na taasisi nyingine, kutafakari pamoja juu ya mazingira yetu. Hata Mwenyezi Mungu wakati anaiumba dunia hii alianza kuumba mazingira, alitengeneza mazingira. Benki Kuu inapokwenda kutafakari miaka yake 60 ijayo, inaangalia mazingira. Tuwapigie makofi mengi sana. Lakini wakati nchi yetu inakwenda kutimiza na kuadhimisha siku ya mazingira duniani, ilikuja na kauli mbiu ambayo ilikuwa inasema dira ya 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania. Benki Kuu imeanza kuwajibika na kuhakikisha inaikijanisha Tanzania kwa kuja kufanya usafi hapa na kutupatia vifaa vya usafi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Tunawashukuru sana. Wenzenu, tunaangalia hiki mlichokipata, mnachotupatia, lakini kitendo cha kuja kufanya usafi hapa ufukweni, tunatafakari maradufu na maradufu. Dustbin hizi mlizopata kupeleka kwenye masoko, kupeleka kwenye mashule, tunaona mnalinda afya za watu. Lakini tunaona mnatuambia namna ya kutenganisha taka, kwa sababu ninyi kama Benki Kuu mnajua taka ni fursa, taka ni mali, kwa sababu nyie mnatunza mali, mnatunza dhahabu, mnatunza mishiko. Wapigeni makofi mengi sana. Niwaombe mataasisi mengine yote yaliopo katika mkoa wa Dar es Salaam, katika wilaya yetu ya Ilala, na wao waje na sisi tutawapokea kushiriki nao kufanya usafi au shughuli yoyote ya kimazingira, tutashiriki nao. Hiki mlichokifanya Benki Kuu ni ishara tosha ya moyo wenu, lakini pia mwaliko kwa taasisi na kampuni nyingine kuwaunga mkono kwenye dhamira yenu ya kuboresha mazingira Tanzania. Kwa kuzingatia umuhimu wa mwezi huu na mazingira pamoja na maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu, tuliona ni vyema kuunganisha matukio haya mawili kwa kufanya shughuli zenye manufaa ya moja kwa jamii, ikiwemo utunzaji wa mazingira. Wafanyakazi wa Benki Kuu wamejitolea kushiriki katika kuondoa uchafu katika maeneo ya bahari ambayo yangeweza kuhatarisha afya za wananchi na mazingira ya bahari. Pili, Benki Kuu ya Tanzania itakabidhi mapipa ya kuhifadhia taka kwa shule, masoko na maeneo mengine ya umma katika jiji la Dar es Salaam. Mapipa haya si vifaa vya kuhifadhia taka pekee, ni uwekezaji katika udumishaji wa usafi, utamaduni wa usafi, afya ya jamii na uhifadhi wa mazingira. Tunatarajia yatasaidia kuhamasisha wananchi, wanafunzi na wafanya biashara kuendelea kutunza mazingira yao ya kila siku. Tunafahamu kuwa mabadiliko makubwa huanza na hatua ndogo ndogo. Kila taka inayotupwa sehemu sahihi, kila mazingira yanayobaki safi, na kila mtoto anayejifunza umuhimu wa kutunza mazingira ni mchango mkubwa kwa taifa letu. Kitendo cha leo kimeacha alama kwenye wilaya ambayo kimsingi inaongozwa na Mheshimiwa Edward Jonas Mpogolo ambaye amekuwa champion wa masuala ya usafi. Mheshimiwa Naibu Gavana, ya kwangu ni kusema asante kwa Mheshimiwa Gavana kwa jambo hili. Lakini ni kuomba zaidi kupitia dira ya maendeleo ya 2050. Lakini kwa sababu pia mwakani tunaelekea kwenye mashindano ya AFCON, ni kuendelea kuziomba taasisi nyingine ziende kutuunga mkono kama ambavyo mmefanya. Tukiwa na taasisi ambazo ziko ndani ya wilaya hii
ambazo zitakwenda kutuunga mkono. Tunaamini swala la usafi na usafishaji wa mazingira litakwenda kufanikiwa kwa kiasi kikubwa.